Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Marekani inatangaza kuwa imekamilisha wimbi la 10 la mashambulizi yake upande wa Irani, huku Irani ikitangaza kuwa imekamilisha mashambulizi yake katika wimbi la 24 katika operation inayoitwa Nasri 2. Majibu ya kila pande bado yanabaki ni majibu ambayo kila upande unahisi unaweza kubaki nayo, kwa sababu majibu ya kila upande hayatoi majibu ya kile kinachotakiwa kutokea. Majibu ya kila upande yanabaki kuwa hayawezi yakaja na jibu la moja kwa moja kuwa nini kingetokea au nini kinakuja kutokea. Taarifa baadhi ziliandika kwenye vyombo vya habari siku mfano kama jana, taarifa zilihusisha uwepo wa mazungumzo ya kidiplomasia ambapo pande zote mbili zilizungumza uwezekano wa diplomasia, na kile ambacho kiliandikwa na baadhi ya vyombo vya habari kama kulikuwa kuna mpango wa usitishaji wa mashambulizi angalau kwa siku 10 ili kujaribu kurekebisha baadhi ya vitu kwenda kwenye usitishaji kamili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani, Ismail Baqai, alithibitisha kwenye vyombo vya habari taarifa hiyo akisema kuwa wanadiplomasia wasuluhishi wamekuwa wakiendelea na mazungumzo ya pande hizo kuhakikisha kuwa hili linaweza kupatikana. Marekani imetoa onyo kwa raia wake wote kote duniani kuchukua tahadhari kubwa kutokana na kile kinachoendelea kati yake na Irani, na hasa kuwasihi raia wake kutojaribu kutembelea nchi za Mashariki ya Kati kutokana na hali ngumu ambayo imekuwepo katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati. Marekani anatoa tahadhari hizo katika kipindi ambacho vurugu zimezidi kuenea, huku hali haijafahamika moja kwa moja na tishio kubwa la masoko ya nishati duniani limeongezeka baada ya Wahuthi wa Yemen kutangaza kuwa wanaanzisha rasmi mzingiro wa meli za Saudi Arabia kwenye Bahari Nyekundu. Hawataruhusu kabisa hilo litokee. Hali hii imechochewa na maoni tofauti kuhusu kuwa ikiwa uamuzi huu wa Wahuthi, je, ni uamuzi wao binafsi au ni uamuzi ambao umetokana na shinikizo ambalo limetoka kwa bosi wao mkubwa ambaye ni Irani. Bila shaka yote yanawezekana, kwa sababu hakuna ubaya wowote wa Wahuthi kusema kuwa haya ni maamuzi ya kumlinda Irani, kwa sababu hata Marekani na washirika wake huwa wana maamuzi ya kulindana kuwa huyo tutamlinda huyu. Kwa hiyo swala la Irani na Wahuthi kulindana ni sehemu ya utamaduni wao na ni sehemu ya mkakati wao ambao wamekuwa nao. Naweza kusema si mbaya au sio vibaya kusikia Wahuthi wanasema kuwa tutalinda mfereji wa Hormuz kwa kuilinda Irani, kwa sababu pia lilikuwa ni katika vitu ambavyo vimekuwa vikitarajiwa sana katika mgogoro huu kuwa huenda hatua zijazo zitakuwa ni hatua za Wahuthi na Irani kwa ajili ya kufunga mlango wa Bab al-Mandeb. Kwa hiyo ni kama vile walikuwa wakitafuta sababu ili kuweza kuhalalisha jambo hili. Mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb ni moja milango ambayo inapitisha kiwango kikubwa pia cha biashara duniani. Takriban 12% ya biashara duniani zote zinapaswa kupitia pale. Na Saudi Arabia, kama nilivyokueleza jana, kuwa ilikuwa imepata nafuu ya kutumia Bab al-Mandeb kutokana na kufungwa kwa Hormuz. Sasa tishio hili ni tishio jipya hasa kwa nishati duniani na uwezekano huo. Donald Trump jana alizungumza vitu viwili ambavyo vilitajwa sana na vyombo vya habari kwa kiwango. Alizungumza tishio lililotolewa na meya wa New York, Zohran Mamdani, ambao mara kadhaa amekuwa akinukuliwa akisema kuwa ikiwa Netanyahu atakanyaga ardhi ya New York, basi wao wana haki ya kumkamata. Ni tofauti kabisa na sehemu nyingine, na hata wakati wa kampeni zake za uchaguzi alilirudia mara kadhaa, na hiyo kauli amekuwa akirudia mara kadhaa. Na hata kwenye mkutano wake na Donald Trump walipokutana,
kwenye ofisi ya Oval. Kama unakumbuka, mapema mwaka huu nadhani walikutana katika kitu ambacho Donald Trump aliulizwa na wanahabari kuwa kauli ya Zohran Mamdani kumkamata Netanyahu, wewe unaisemaje? Alikwepa na akasema kuwa hatujalizungumza hilo wala hatujajadili hilo. Kupitia mtandao wake wa Truth Social jana, Donald Trump aliandika kuwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu ana uwezo wa kuingia Marekani na asikamatwe popote katika jimbo lolote la Marekani na akazuru bila shida yoyote. Hii ilikuwa ni kauli mpya kabisa ambayo imetokeza hivi karibuni katika kile ambacho kinaonekana kuwa kifua kinakingwa dhidi ya waziri mkuu wa Israel Netanyahu kuhudhuria au akiwa Marekani, kuwa anaweza akapata kinga kiasi gani kutokana na kauli ambazo za wana New York ambao wamedhamiria mara kadhaa kuwa huyu tutamkamata ikiwa atafika hapa. Unamkamata kwa sababu gani? Tayari waranti ya ICC ilikwisha kutolewa mwaka 2024 ambayo ilimhusisha waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi wakati huo Yoav Gallant kuhusika kwa uhalifu wa kivita, na hivyo kuwataka hawa wote wakamatwe na mahakama ya ICC waweze kufikishwa kwenye kesi kwa ajili ya kile kinachoonekana kama mauaji ya halaiki yaliyofanywa kule Gaza. Marekani pamoja na nchi kadhaa ziliwakingia kifua, ikiwemo Hungary ya wakati huo ya Viktor Orban kabla ya kushindwa, licha ya kuwa Hungary imebadili msimamo wake baada ya kushindwa kwa Viktor Orban na kuja waziri mkuu mwingine akaondoa hilo la kuwa waziri mkuu Netanyahu anaweza akatembelea Hungary bila shida yoyote, na sasa na kwenyewe yuko kwenye tishio la kukamatwa. Tumeshuhudia mara kadhaa waziri mkuu akikwepa mtego wa kukamatwa, hasa akiwa na safari zake zinazoelekea mfano Marekani. Amekuwa akijaribu kupindisha hata njia, akitumia njia ndefu zaidi za kupita katika anga ambazo anakuwa na usalama nazo, hasa anga ya Italia na Ufaransa. Anaweza kupita ili kunusurika na kuweza kushushwa kwa ndege yake katika ardhi ya anga nyingine aweze kukamatwa. Kwa hiyo mara kadhaa amekuwa akijaribu kukwepa hilo. Lakini baadhi ya nchi za Ulaya ikiwemo Hispania ziliwahi kutangaza wazi kabisa kuwa hakaribishwi kwenye nchi zao, na ikiwa atagusa kwenye nchi zao basi watakuwa na uamuzi mmoja tu wa kumshikilia na kumkamata kutokana na kadhia yake. Na ndio maana mara kadhaa amekuwa akiepuka kusafiri, akiepuka mikutano, akiepuka kwenda baadhi ya nchi ambazo anahisi kuwa usalama wake ni mdogo na anaweza akashikiliwa. Donald Trump amevunja mtego huo kwa kusema kuwa anakaribishwa ndani ya Marekani na hawezi kukamatwa kwa nafasi yoyote. Kwa hiyo hili ni jibu ambalo amelipeleka kwa meya wa New York Zohran Mamdani, na tunasubiri jibu la upande wa pili, kwa sababu unajua Marekani licha ya kuwa kuna amri ya rais, lakini kuna amri ambazo zinaongoza majimbo na sheria zimetungwa kwa ajili ya kuongoza baadhi ya majimbo ambayo yanajitegemea kwa sheria zao, na sheria nyingi pia zinapingana na Donald Trump katika maamuzi yake kisheria. Kwa hiyo bado watu wa New York wanaweza kusema kuwa hiyo ni rai ya Donald Trump, lakini sio rai ya sisi ambao tuko hapa. Tunaweza tukachukua hatua na tukamkamata tu waziri mkuu bila shida yoyote. Kwa hiyo hiko kimezungumzwa hizo. Jambo jingine ambalo Donald Trump alilizungumza jana lilikuwa ni kile anachosema, alizungumzia kuhusu vifo vya wanajeshi wa Marekani, akisema kuwa kadri Irani inavyoua wanajeshi wa Marekani, basi na wao kisasi chao kinazidi kuwa kikubwa zaidi. Yani inazidi kujiumiza, yani inazidi kuongeza kuwa wao wafanye kisasi kikubwa zaidi. Unajiuliza kauli ya kisasi jinsi na sehemu inapotoka, na unajiuliza masuala mengine kuwa asili ya kisasi ni nini? Yani unaweza kusema kisasi ni jambo gani? Kauli ya kisasi inabaki kuwa kisasi ni kile mtu umefanyiwa halafu wewe unalipa. Sasa kama tunapima kisasi kinapoanza ili kiishie, basi unajiuliza kuwa mwenye haki ya kisasi ni nani? Marekani au Irani? Kwa sababu Marekani ndio katoka kwake kaja Irani na akafanya mauaji ndani ya Irani. Wa Irani wanajibu, wana react katika kile ambacho kinafanywa na Marekani. Kwa tunapozungumza kauli ya kisasi, unaposema kisasi, mwenye haki ya kisasi ni Irani, sio Marekani. Marekani hana haki ya hicho kisasi. Lakini taarifa hii imekuja kutokana na baada ya taarifa kutoka kuwa wale wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa, na yule mmoja kule aliuawa Iraq na wale watatu waliuawa kule Jordan.
Hii taarifa jana na juzi ilikuwa mjadala mkubwa. Toka Jumamosi taarifa ya vifo ilikuwa mjadala mkubwa sana ndani ya Marekani, na maoni yakawa tofauti sana. Kwa nini vifo hivi vimetokea? Maoni yakapingana kwenye taarifa wakati zinatolewa kwenye vyombo vya habari, kuwa ukisoma maoni chini utaona kuwa Marekani walikuwa wakipingana kwenye maoni. Kuna wale walitoa maoni wakasema kuwa wanajeshi wetu wamefia katika uwanja wa vita wakipigania nchi yetu, lakini kuna wengine wanasema kuwa wamekufa wakipigania Israeli. Wengine wanasema wamekufa kwa sababu ya Israeli na Marekani. Wengine wanasema wamekufa kutokana na uamuzi wa Donald Trump wa kuingiza nchi kwenye vita ambayo haikuwa na maana yoyote wala haikuwa na sababu yoyote kwa Marekani. Sasa mjadala ukawa ni mkubwa kuwa kiasi gani, kwa idadi gani wanajeshi wa Marekani wameathirika na kuumia. Ikabidi jana Pentagon watoe taarifa kusema kuwa tangu vurugu hizi zilivyoanza Julai 7, kipindi hiki takriban karibu wiki 2 zinakwenda, tayari wanajeshi wa Marekani 100 wamejeruhiwa katika nafasi hiyo, ikifanya kuwa idadi ya wanajeshi 400 wa Marekani waliojeruhiwa katika mzozo, katika namba ambao walitoa, huku vifo vikitajwa kati ya 17 kamili. Lakini maoni yamekuwa tofauti kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana kuwa taarifa nyingi zimekuwa zikifichwa na Pentagon kutoa uhalisia wa kile ambacho kinatokea kwenye uwanja wa vita. Pentagon inasema, ikinukuu ofisi ya waziri wa vita Peter Hegseth, ikasema kuwa haina ulazima wote wa kutoa taarifa ya uharibifu uliofanywa katika mashambulizi ya Irani wala kutoa tathmini ya vifo vya wanajeshi. Ndio maana Marekani imekaa muda mrefu sana haikuwa imetoa taarifa yoyote katika kile ambacho wanakisema kuwa hatuwezi kutoa taarifa ambayo itampa faida adui, kwa sababu Irani akijua ametudhuru sehemu gani inamuongezea nguvu ya kuongeza pale alipo. Lakini ukweli kuwa majeruhi na uharibifu mkubwa sana umeripotiwa na vyombo vya habari vya Marekani, hasa kwenye kambi za kijeshi za Marekani zilizopo kule Kuwait, kambi ya Jordan ikitaja kuwa ndio iliongoza kwa vifo, lakini pia majeruhi ni wengi zaidi kwenye kambi ya Marekani iliyopo kule Jordan. Kwa hiyo pia inatoa tu majibu kuwa athari ya mgogoro bado iko, lakini Donald Trump anasema kuwa wanaongeza mashambulizi kweli kweli, na ndio maana wamemaliza leo kile kitu kinaitwa wave ya 10 ambayo imepiga ndani ya Irani, huku bei ya mafuta ikizidi kuwa iko juu tu, na hakuna utaratibu wowote unaoonekana kama utakuwa kuna nafuu yoyote hivi karibuni. Jana kuripotiwa mashambulizi mawili ya meli ambazo zilikuwa zimevuka takriban kilomita 8 kutoka Lamaa kule Oman, IRGC ikidai kuwa hizi meli zilifanya utaratibu ule ule wa kukiuka mpango wa kupita kwenye njia, na wakaamua kupita njia ya kusini ambayo si njia rasmi ambayo Irani waliidhinisha. Kwa hiyo Irani wamebaki na msimamo wao ule ule wa kutokutetereka na kubaki kulinda kile ambacho wanasema kuwa tutakilinda kwa jasho na damu. Hatuwezi tukaruhusu yoyote mwingine ajipenyeze kwenye umiliki wa Hormuz. Hormuz itabaki kwenye mikono ya Irani pekee, na udhibiti wa Oman na Irani ndio utaratibu shughuli nzima ya upitishaji wa kila kitu kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi haya yamekuja na yameripotiwa na shirika la utafiti wa majini la UKMTO kuwa kulikuwa kuna mashambulizi, na baadaye ikatajwa kuwa kulikuwa kuna boti ndogo zilitumwa kwa ajili ya uokoaji, japokuwa haikutajwa vifo, lakini inatajwa kuwa kuna boti ndogo zilitumwa kwa ajili ya kazi ya uokoaji wa baadhi ya mabaharia ambao walikuwa kwenye meli hizo ambazo zilipata mashambulizi, na huku baadhi ya meli zikitajwa kuwaka moto. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa na baadhi ya vyombo vya habari vingi tu ambavyo vimekuwepo katika hayo maeneo vikishuhudia kile kinachoendelea kati ya Marekani na Irani. Dunia imebaki kwenye mtanziko ambao bado haujajulikana. Leo hii bado vyombo vya habari au maoni ya umma haijajulikana hasa nini kinachotaka kutokea. Lakini kumekuwa na maoni na mijadala kuhusu kile ambacho kinaendelea, ambacho inaonyesha kama maybe kuna mpango rasmi wa Marekani kufanya ground invasion. Hali kadhalika chombo cha habari cha Irani Tasnim News jana kiliandika taarifa kuwa Irani iko tayari kukabiliana na wanajeshi wa Marekani wa ardhini ambao wanakusudiwa. Lakini pia hata taarifa iliyotoka kwenye ofisi ya Rais Donald Trump jana ilinukuu ikisema kuwa Marekani inafikiria kurudisha mpango wake mpya ambao iliuanza nao mwanzo, mpango wa kuwapa silaha wapiganaji wa Kikurdi na wapiganaji wengine wenye upinzani zaidi na Irani ili kuweza kutimiza lengo lao au kurudi. Au taarifa zingine ambazo zilinukuliwa jana zikisema kuwa huenda Marekani wanafikiria kurudisha mpango wao ule wa kile ambacho walianza nacho, kama vile inaitwa regime change ambayo walianza nayo. Haya yote ni majibu ambayo yanakuja kwako na kukupa jibu la moja kwa moja tu kuwa Marekani aliingia kwenye vita hali ya kuwa hana hesabu, hana mpango
wala hajui anachokitaka nini. Ndio maana kumekuwa vita inaendeshwa kisiasa na maamuzi mengi yanafanywa kisiasa, na ndio maana majibu ya moja kwa moja yameshindikana, kwa sababu uamuzi mwingi unaofanywa kwenye hii vita ni uamuzi wa kisiasa. Leo hii Marekani haieleweki alikuwa anataka nini. Leo hii Marekani anataka Irani asiwe na nyuklia, lakini wakati huo huo anataka Irani asiwe na makombora. Wakati huo anataka kushikilia Hormuz. Wakati huo anataka kufanya regime change. Katika plani karibu zote ambazo zimefeli za Marekani kwenye mpango huu, lakini bado Marekani anarudia yale ambayo yalikuwepo awali na yaliyofeli katika operation zile. Ukitazama upande wa pili, wao wameshikilia vile walivyoamini kuwa tunaweza tukashikilia hili na tukabaki tunakufanya maamuzi. Wakati wanadhibiti serikali yao isidondoke katika ile regime change, wakadhibiti kuwa hatuwezi kuwa na mjadala wowote wa mazungumzo zaidi ya pale. Wakajaribu kucontrol mazungumzo mpaka mwisho, kuwa mazungumzo yetu yabaki katika vile tunavyotaka tuzungumze. Vile ambavyo hatutaki tujadili. Kwa hiyo wakabaki pale pale. Baadaye walivyokuja kushikilia Hormuz, wakabaki kushikilia Hormuz. Tangu wameshikilia Hormuz hawakuwahi kubadili tena hesabu zao na mpango wao kuhusu udhibiti wa Hormuz na mpango wao ambao wamekuwa nao. Na hii ndio imeotoa tofauti ya taswira, ya picha, ya vita nzima kamili ilivyokuwa. Nani yupo kwenye vita kimkakati na nani yule aliyekurupuka akaingia kwenye vita hali ya kuwa hakuwa na hesabu zozote kuhusu hii vita. Kwa hiyo majibu ya wazi kabisa yanatuonyesha kuwa Irani amekuwepo kwenye hii vita katika vita ya kimkakati. Hata wakati wanaianzisha huenda alikuwa ameshachora mchoro wao, kuwa mchoro wetu utaanzia hapa na utaishia hapa na utakuja hapa mpaka hapa. Lakini Marekani na Israeli ambao wamekuwa na mambo mengi tofauti katika mzozo huu, bado imekuwa ni vigumu kuelewa hasa kile ambacho wanakitarajia au kile ambacho wanakitaka ndani ya Irani kitokee ili waweze kutimiza malengo yao, kwa sababu kumekuwa na malengo tofauti ya mzozo huu. Ndio maana unasikia hizi taarifa mpya kuwa Marekani inakusudia tena kuanzisha kikosi cha ardhini ambacho kitaingia, kitu ambacho kuwa ni moja ya kitu kigumu kabisa, na Donald Trump aliwahi kukieleza wakati wa MOU kuwa akisema kuwa Irani sio Venezuela. Kauli hii imeandikwa jana na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kwenye andiko la X, akisema kuwa Irani sio Venezuela ambayo unaweza ukaingia na ukafanya lolote, au unaweza ukawashinikiza kwa lolote na wakafanya lolote. Irani ni Irani na inabaki kuwa ni Irani ambayo kuwa haiwezi kuruhusu adui kwa namna yoyote kucontrol chochote cha kwao na kumiliki chochote cha kwao. Na wanasema kuwa kile ambacho ni chetu hatuwezi tukakipeleka kwa adui yetu kwa gharama yoyote, hata ikibidi kama gharama itakuwa ni maisha yetu. Na hilo wamelithibitisha mara kadhaa kuwa hawakubaliani wala hawasogei popote. Wakati Marekani alijaribu kutoa ofa nyingi kwa Irani mwanzo, alitegemea kuwa Irani huenda angebadili msimamo, akalegeza msimamo wake, akaenda naye kwenye njia na akajaribu kuchezea baadhi ya makubaliano kwa sababu tu ya fadhila ambayo Marekani alikuwa ameitoa kwa Irani ya kuondoa vikwazo, fadhila ya kumruhusu Irani kupeleka mafuta yake kwenye soko la dunia, fadhila ya kuruhusu fedha za Irani zilizokuwa zimeshikiliwa ziweze kuwafikia Irani. Kwa hiyo kwa hilo pekee Marekani alijua kuwa inaweza akaitumia hiyo turufu vizuri kabisa kufikia au kushawishi maamuzi ya Irani bila kuingiliwa na Irani katika hilo. Lakini katikati ya safari tunaona vitu ni tofauti, kuwa wamezuia kabisa kuwa licha kuwa unatusaidia, licha kuwa umetupa, licha kuwa kile unachoona umetupa, lakini bado hauwezi ukavuka mpaka wako dhidi ya kile ambacho tumekuwa nacho. Sasa hii ndio vita ambayo imeendelea mpaka sasa ulimwenguni na tunaishuhudia katika kipindi hiki. Baadhi ya taarifa ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari pia zimetaja Lebanese army deploy in southern town after Israel withdraw, official says. Hii taarifa nilikwisha kizungumza kipindi cha nyuma nikiwaelezea vyema kabisa kuwa mpango wa vikosi vya Israeli kuondoka ni katika maandalizi ya kutimiza MOU ambayo ndani yake ndio ajenda ya kubwa kabisa ya Irani. Baada ya mimi kuliona hili tangazo la Israeli kuondoka, ikanipa kichwani alert kuwa si muda mrefu sana Marekani na Irani watatutangazia kuwa wapo kwenye ceasefire ya muda mfupi, halafu wanajaribu kupitia waanzishe mazungumzo, kwa sababu kuna vitu na utekelezaji unafanyika chini bila watu kufahamu, ikiwemo hili swala la Israel. Nilishalizungumza mara nyingi, mara kadhaa nimelirudia kuambia kuwa Lebanoni hakuwa na chochote cha kumofa Israeli mpaka Israeli amue kuondoka. Israeli kuamua kuondoka ni katika utekelezaji ambao wanadiplomasia chini kwa chini wanalituma kuwa ni lazima kabla ya tujazungumza hili liwe limefikiwa hivi. Kwa hiyo haya yote yanafanyika chini ya meza. Kwa hiyo hili tangazo la vikosi vya Lebanoni, vya serikali ya Lebanoni, ambapo baadhi vimeanza kuchukua nafasi kusini
kuchukua nafasi ambazo zilikuwa zinakaliwa na Israeli. Katika hili ni moja ya sharti kubwa sana la Iran kwenye mazungumzo. Sasa unapoona kuwa hizi hatua zimeanza kuchukuliwa kwa upande wa pili, ni katika maandalizi ya kuja kukubaliana huko mbele, kwa sababu tunajaribu kuondoa taswira na hisia kuwa hili liko kwa hivyo. Yani tunajaribu kuondoa taswira na hisia kuwa kwa nini Israeli aliondoka Lebanon? Hakuondoka kwa sababu ya shinikizo la Irani. Hakuondoka kwa sababu Irani walitaka. Hakuondoka kwa sababu Marekani alimlazimisha baada ya kulazimishwa na Irani. Aliondoka kwa sababu alikubaliana na nani? Na Hizbullah. Ndio ajenda na taswira ambayo inatakiwa ikufikie wewe na uione kwako. Kwa hiyo baada ya hili tangazo, mimi nilivyoliona tu nikajua kabisa kwa vyovyote vile hatuko mbali sana kufikia kile ambacho wamekuwa ukitaka ukikisikie kuwa nini kitachoendelea. Kitachoendelea ni tangazo jipya ambalo tutalisikia kutoka kwa Marekani na Irani kuwa huenda wamefikia makubaliano. Wamefikia makubaliano ya usitishaji wa vita ili waanze kupitia mazungumzo, kwa sababu moja mazungumzo ni maandalizi ya hili kuwa hapatokuwa na mjadala wowote wa kuhusu kuwa Israeli aendelee kubaki Lebanoni. Hili ni moja ya sharti kubwa sana. Saudi lead coalition say it will respond firmly to Houthi threat. Hii imekuja kutokana na lile tangazo la Wahuthi kuwa watashambulia Saudi Arabia, lakini hawa Saudi lead coalition jeshi lililo ndani ya Yemen ambalo linaungwa mkono na Saudi Arabia linasema kuwa will respond firmly harsh, yani wanasema watajibu kwa nguvu ikiwa Wahuthi wataamua kuishambulia Saudi Arabia. Jana kuna mtu alikuwa akiniuliza, nadhani hakunielewa kabisa kuanzia mwanzo nilivyolizungumza hili swala la Saudi Arabia na vikosi vipi ndani ya Yemen. Kuna majeshi mawili. Kuna jeshi la Wahuthi ambalo linatawala upande wa Sanaa, na kuna jeshi ambalo liko kule Aden linaloungwa na mkono na Saudi Arabia, ndilo linaongoza serikali inayotambulika kimataifa. Kwa hiyo ieleweke pale nikisema serikali ya Yemen ni serikali inayotambulika kimataifa, serikali ya Wahuthi. Kwa hiyo Yemen iko katika sehemu mbili, katika pande mbili. Mfano ilivyo ni mfano wake kama Libya ilivyo Benghazi na Tripoli. Ni serikali mbili ambazo zinaongoza tofauti. Rahby Digital, haki na ukweli.